أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بفضل الله بسم الله الرحمن الرحيم ما بين التعلم والتعليم وتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة الحث على تمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تخرجنا بها من ظلمات الوهم وتكرمنا بنور الفهم وتوضح لنا ما أشكال حتى أفهم إنك تعلم ولا نعلم وأنت علام الغيوب. Katika iman wal Islam, ikiwa tupo katika mwendelezo wa kitabu chetu kiitwacho Madarijul Ula, ambacho ni sherehe ya Tabarakatul Ula cha al-Imam Abul Mubarak Hasan ibn Umairi Ash-Shirazi hafallahu anhu. Leo kwa tawfiki yake Mola Subhanahu wa Ta'ala tutakuwa ni wenye kuendelea ukurasa nambari 56 na abiyati ambazo tutakuwa ni wenye kuondokea nazo ni ubeti wa 35 pamoja na 36 zinazosema: laqad amiya ibn adam la yaraha ama afdha ila samami simahi akhi qad tala sa'yuka fil fasadi fabi'sa zadu zadun lil maadi. Laqad amiya ibn adama, hakika amekuwa kipofu mwanadamu, la yaraha, hauoni huo uadui wa ulimwengu. Laqad amiya ibn adama, hakika amekuwa kipofu mwanadamu, la yaraha, hauoni huo uadui wa dunia wa ulimwengu. Ama, tena upofu ambao kwamba afdha, umempelekea upofu kama huo, ila swama misrimahi, kwenye uziwi wa tundu za masikio. Ila swama misrimahi, kwenye uziwi wa tundu za masikio, kwa maana ya kwamba mwanadamu baada ya kuwa amejitia ndani mwa dunia kwa ukamilifu kabisa, huku akiwa sambamba na kujisahau kutokamana na kufanya yale Mola ambayo Subhanahu wa Ta'ala amemwamrisha, pamoja na kwamba akiyafanya hayo tutaenda kumsaidia yeye mwenyewe huko akhera, lakini amekuwa kipofu mwanadamu kama huyu kutokamana na kuijua dunia kama ile kuwa ni adui. Amekuwa kipofu mwanadamu kama huyu kutokuona ule uadui wa dunia, ule uadui wa ulimwengu. Haoni kama kuwa ulimwengu ni adui kwake yeye, kwa kule kuacha kufanya maamrisho na kukatazika kutokana na makatazo. Kwa hiyo ule upofu umempelekea mpaka mwisho wa siku haoni wala hasikii, mpaka masikio yake yamekuwa ni kiziwi. Ndio asema laqad amiya ibn adam la yaraha, hakika amekuwa kipofu mwanadamu, haoni huo ulimwengu kuwa ni adui, hauoni kuwa ni adui. Tena amekuwa kipofu wa ama, upofu ambao kwamba afudha umempelekea sasa kutoka kwenye upofu ila sawa misimahi, kwenda kwenye uziwi wa masikio yake. Simahi maana yake zile tundu za masikio. Akhi qad tala sa'yuka fil fasadi, ndugu yangu, hakika zimerefuka harakati zako, mahangaiko yako, fil fasadi, kwenda katika ufisidifu, katika uharibifu. Akhi, ndugu yangu, qad tala sa'yuka, hakika zimerefuka sa'i zako, fil fasadi, katika uharibifu. Fabi'sa zadu, basi ubaya wa maandalizi ni huo. Kwa maana fabi'sa zadu hiya au huwa, kulingamana na ile mahali ambayo imekuja katika matamko yake. Fabi'sa zadu zadun lil maadi, basi maandalizi mabaya hayo. Fabi'sa zadu, maandalizi mabaya hayo. Zadun lil maadi, hayo maandalizi ya marejeo. Maana yake unajiandalia pabaya. Ni kama yule wanamuita pweza, kimtia ndani ya moto, baada ya kuwa ataka kutoka kwa kutumia ile mikia yake ajitoe, basi utamuona kana kwamba yule anajisogezea ile makaa. Kwa hiyo baada ya kutoka yeye ndio anazidi kujisogezea makaa apate kuungua, kwa kuitakidi kuwa ndio anatoka. Kwa hiyo ndio huyu mwanadamu anajiona kuwa kutafuta mali kwa wingi ndio kufaulu, kumbe ndio kujipalia makaa, kuzidi kupata hasara kwa namna kama hiyo. Kwa hiyo zadun lil maadi, hayo maandalizi ya kwa ajili ya kurejea kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala unaojiandalia, au jue hayo ni maandalizi mabaya, kwa sababu kufanya yaliyoamrishwa wala kuacha yaliyokatazwa. Iwe ni dunia masaa 24 24 hours, kwa ni mtihani mkubwa kweli kweli. Anasema chini hapo 35 na 36, wallahi, hapa kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala, laqad allamu muwatti'atu lilqasam, hiyo lamu yenye kuja kutulia nguvu hicho kiapo. Ami ibn adama,
amekuwa kipofu mwanadamu an adawati dunia, kutokamana na uadui wa dunia, manake hauoni ule uadui wa ulimwengu. Fakana fi amahu, basi umekuwa katika upofu wake, la yaraha, haioni hiyo dunia, yani manake hauoni huo uadui wa dunia. La yaraha ay adawatiha, hauoni huo uadui wa dunia. Ru'yatal i'tibari, kwa mtazamo wa mazingatio. Ru'yatal i'tibari, kwa mtazamo wa mazingatio. Haangalii ile dunia kwa mtazamo wa mazingatio, maana yake hauoni ule uadui wa ulimwengu kwa kupitia kwa jicho la i'tibari, la kuzingatia. Kwa mimi nipo wapi hivi sasa na nafanya nini? Je, haya ninayoyafanya, lau kama malakul mauti atachukua roho yangu, nitakuwa ni mwenye kusalimika kweli? Yani haangalii kwa mtazamo wa mazingatio. Tena anasema ama adhiman, upofu mkubwa. Ama bimaana adhiman, upofu mkubwa ambao kwamba afdha ay adda, umempelekea ila swamamin ay waqarin, swamamin ay waqarin, kwenye uziwi. Umempelekea upofu huo kwenye uziwi, kutosikia tena. As-swamahi ay fil udhuni, kutokamana na hizo tundu zake za masikio. Kwa kutokuiangalia dunia kwa jicho la mazingatio kumempelekea mpaka sasa kutokuwa kutosikia tena. Maana hata kama akiambiwa bwana hivyo unavyofanya bwana sivyo bwana, hasikii tena, ukishakuwa kiziwi kwenye masikio yake. Anasema bidhalika fahuwa bidhalika a'ma, basi yeye kwa kupitia hilo amekuwa ni kipofu. Sio kipofu tu, bali pia vile vile aswamu, amekuwa ni kiziwi. Fala yasma'u al-maw'idata, hasikii mawaidha yeye, allati, ambayo kwamba yulqiha alayhi alwa'idhu, anampatia mawaidha kama hayo juu yake yule mwenye kuwaidhi. Yulqiha, anamwambia. Ilqau maana yake kama kitu kukitupa. Kwa hiyo sasa anamtupia mawaidha kama hayo, kwa maana anamwambia mawaidha kama hayo alayhi, juu yake huyo mtu alwa'idhu, yule mwenye kuwaidhi, maana yake hasikii tena ile mawaidha, tena huona kama upigiwa kelele. Haya, asema baada an lam yara adawata ad-dunya ru'yat al-i'tibari, baada ya kutokuwa ni mwenye kuiona baada an lam yara, baada ya kutokuona adawata ad-dunya, ule uadui wa ulimwengu, bi ru'yat al-i'tibari, kwa muono wa mazingatio. Kwa hiyo amekuwa kiziwi na kipofu baada ya kuwa ule uadui wa dunia wa ulimwengu hauoni kwa kupitia mtazamo wa kuzingatia au kwa jicho lenye kuzingatia. Fatuba, basi bishara njema, liman, kwa yule ambaye taraka dunia, ameiacha dunia, kabla an tatrukahu, kabla ile dunia haikumwacha yeye. Pongezi ni kwake mtu kama huyo. Fatuba, basi bishara njema, pongezi ni kwake, liman, kwa yule ambaye taraka dunia, ameuacha ulimwengu, kabla an tatrukahu, kabla huo ulimwengu kumwacha yeye. Bi an yasrifa malahu, kwa kuitumia mali yake, ila sabili alkhairati, kwenye njia za khairi, walbirri, na kwenye wema, firaran min alkhiyana, kwa kutokamana kule kukimbia khiana, alfashiyati, yenye kuenea, ala hadhihi aljihati, kwenye upande huu. Fatuba, basi pongezi, liman, kwa yule ambaye taraka dunia, ameiacha dunia, kabla an tatrukahu, kabla ile dunia kumwacha yeye, an yasrifa malahu, kwa kuzitumia mali zake au kwa kuitumia mali yake, fi sabili alkhairi, katika njia za khairi, walbirri, na pia vile vile njia za wema, khairi hizo, firaran, kwa kukimbia, min alkhiyana, kutokana na khiana, alfashiyati, khiana ambayo yenye kuenea, ala hadhihi aljihati, kwenye upande huu. Manake aitumie ile mali yake kutokamana na kukimbia ile khiana. Khiana gani? Manake ukifa wewe huenda ukaacha wasia mali yako kama ile, baadhi ya mali yako kuweza kutumika kwenye njia fulani au sehemu fulani za khairati, lakini watu wakapindisha wakapindua meza kibabe. Kwa hiyo mwisho wa siku yale uliohusia wala asitekelezwe, au mwisho wa siku wale ambao umewaachia warithi wakatumia mali kama ile kwa njia ambayo sio. Kwa hiyo yale matumizi mabaya kwa wao, ujue malipo na wewe pia utayapata, kwa sababu hawakutumia matumizi mabaya kama vile, isipokuwa kupitia ile mali yako ambayo umeiacha. Lau kama usingekuwa ni mwenye kuacha mali, basi wasingetumia kwenye matatizo, kwenye sehemu ambazo si nzuri. Kwa hiyo kwa kutumia kwenye zile sehemu ambazo ni mbovu, na ile mali yako ndio imepelekea wale kutumia kwenye hizo njia ambazo sizo, basi madhambi watakaoyapata, basi na wewe pia utakuwa ni mwenye kushiriki. Lakini yale hasanati ambazo watakaozipata, basi zitakuwa kwenye madaftari yao, kwenye malipo yao. Anasema a'udhu billahi min haula'i al-fusaqi alladhina qamu fil biladi bil fasadi li akli amwali an-nas bil batili. A'udhu billah, najikinga kwa Mola subhanahu wa ta'ala, min haula'i al-fusaqi,
kutokamana na hawa mafasiki mno, alladhina, wale ambao qamu, wamesimama fil biladi, katika miji, bil fasadi, kwa ufisadi, liakili amwali nasi bil batil, kwa ajili tu ya kula mali za watu kwa njia za batili. Falbatilu huwa ma khalafa ash-shar'a, batil ni lile jambo ambalo limekhalifu sheria, limekwenda kinyume na sheria. Falbatilu, basi batil bimaana jambo la batil huwa hilo, taarifu yake hiyo, ma khalafa ash-shar'a, ni lile jambo ambalo limekwenda kinyume na sheria. Karushwati wal khiyanati, kama mfano wa rushwa na khiana. Viwili hivi ni vibatilifu. Kwa sababu gani? Kwa sababu vimekwenda kinyume na sheria. Sheria haitaki watu wale rushwa, na pia vile vile sheria haitaki watu wafanye yani khiana. Wa akhidhil mali bil yaminil kadhibati, pia vile vile wa akhidhil mali, wao yatufia huko karushwati, wa akhidhil mali, na pia vile vile kama kuchukua mali, bil yaminil kadhib, kwa viapo vya uongo, pia ni miongoni mwa mambo ambayo ya batili, yamehalifu sheria. Kwa sababu wewe apia, ili mradi uweze kuchukua mali kwa njia ambazo sizo za haki, ni ubatilifu huo. Pia vile vile wa shahadati zuri, na ushahidi wa uongo. Qala ta'ala, amesema Mwenyezi Mungu hali ya kuwa ametukuka, wala tahsabanna Allahu ghafilan, na wala msimdhanie Mola ghafilan, kuwa ni mwenye kughafilika, amma, kutokana na yale ambayo yaamalu dhalimuna, madhalimu wanaoyafanya. Msidhanie Mola hajui, manake utamkuta mtu afanya maasi mbalimbali, utamkuta mtu ana maguvu, adhulumu wanyonge, utamkuta mtu ana uwezo wa kuwasaidia watu, lakini bado vile ambavyo watu wako navyo pia avichukua, anawanyonya watu kama wale. Sasa mtu muda mwingine unaweza kadhania, ya Rabbi, huyu pamoja na ukubwa wake sawa, simwezi, lakini ya Rabbi ashindwa hata kunisaidia. Usiseme maneno hayo, na wala usidhanie kuwa Mola hawezi kukusaidia kwenye hiyo dhuluma ambayo wewe unayodhulumiwa, hali ya kuwa huna nguvu ya kuweza kujitetea. Usidhanie hivyo. Mwenyezi Mungu ndo anaendelea kusema, innama yuakhiruhum, hapana jinginelo, huyo Mola Subhanahu wa Ta'ala anawachelewesha wao, anawapa muda wao, anawaachilia wao, liyaumin, mpaka siku ambayo tashakhasu fihi al-absar, siku ambayo macho yatakuja kukodoka, macho yatakapodawaa. Siku kama hiyo ndipo pale Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atarejesha haki kutoka kwa wale madhalimu kwenda kwa wale waliodhulumiwa. Kwa hiyo Allahu si mwenye kughafilika, inna Allaha laysa ghafilun, Mwenyezi Mungu si mwenye kughafilika. Anasema qala Ta'ala, amesema Mwenyezi Mungu hali ya kuwa ametukuka, ya ayyuhalladhina amanu la taakulu amwalakum bilbatili bainakum bilbatil, wala msile mali zenu kati yenu kwa ubatilifu, kwa njia ambazo sizo. Kuleni mali zenu kwa haki, lakini msile mali zenu kwa njia za ubatilifu. Waqad salaka an-nadhimu maslaka al-adabi, na hakika amepita yule mtunzi mapito ya adabu, mapito ya kiheshima. Haithu ammama imayata ibn adama, pale ambapo kwamba ammama, alipoeneza imayata ibn adama, ule upofu wa mwanadamu, waswamamihi, na ule uziwi wake. Faraja ila al-khitabi akhihi aidan, pia vile vile basi akarudi kwenye kumhutubia, kwenye kumzungumzisha ndugu yake. Waqad salaka an-nadhimu, na hakika amepita an-nadhimu maslaka al-adabi, yale mapitio ya adabu. Maslaka masdaru mimi, amepita yale mapitio ambayo ni ya heshima ya adabu. Haithu, pale ambapo kwamba ammama imayata ibn adama wa swamamahu, pale alipoeneza ule uovu, bimaana ule upofu wa mwanadamu, waswamamahu, na pia vile vile ule uziwi wake, bimaana hakuachia. Huyu kamtia kasoro zake ili mradi aweze kuzinduka, na yule mwingine naye pia kamtia kasoro zake ili mradi naye aweze kuzinduka. Kwa hiyo baada ya hapo, faraja ila khitabi, akarudi kwenye kumzungumzisha, kumsemeza ndugu yake. Aidha vile vile huyo ambaye amekuwa ni kipofu, huyo ambaye amekuwa ni kiziwi. Kipofu maana yake haioni haki, kiziwi maana yake hata akiambiwa hiyo haki wala haisikii. Kwa hiyo mwisho wa siku akarudi hapo hapo, bado anaendelea kumkumbusha. Anamwambiaje? Ya akhi, ewe ndugu yangu, waffaqaka Allahu li ta'ati, Mwenyezi Mungu akuwafikishe kwenye kumtii yeye, akuwafikishe Mola kwenye kumtii yeye. Lakini kad tala, hakika zimerefuka, fil ayami, katika masiku, wa shuhuri, na miezi, wal awami, na miaka, sa'ayuka ay amaluka, matendo yako, fil fasadi, yamerefuka katika ufisadi. Yani wewe ni mtu ambaye mwenye kufanya ufisadi kutwa kucha, asubuhi na jioni.
fil fasadi, katika ufisadi, ay fil batili. Waqad nahaka rabbuka, na hakika amekukataza Mola wako, alkarimu, Mola ambaye ni mkarimu, fi kitabil adhimi, amekukataza katika kitabu chake kitukufu. Faqala ta'ala, akasema Mola hali yakuwa ametukuka, wala ta'thau fil ardi mufsidin, na wala msiasi katika ardhi hali yakuwa ni wenye kufanya ufisadi. Bimaana wala msieneze katika ardhi kama ile ufisadi, msiaswi katika ulimwengu kama ule kwa kufanya ufisadi, msifanye hivyo, Mola amekataza. Wa minal fasadi, na miongoni mwa ufisidifu, wa minal fasadi, na katika miongoni mwa mambo ya ufisadi, qatlun nafsi dhulma, ni kuiua nafsi kwa kuidhulumu, nafsi ambayo haikuhalalishwa kuweza kuuawa, ukaiua kwa kuidhulumu. Wa zina, na pia vile vile zina ni katika mambo ya ufisadi. Waliwati, na liwati pia ni katika mambo ya ufisadi. Wa aklu amwala liyatama, na kula mali za mayatima ni katika mambo ya ufisadi. Wa shurubul khumuri, na kula vile vyenye kufinika akili, kunywa vile vyenye kufinika akili, manake vile vyenye kulewesha akili, mapombe hayo ni katika mambo ya ufisadi. Wa laibul qimari, na pia vile vile kucheza kamari ni katika mambo ya ufisadi. Wa rushwatu, na pia vile vile kula rushwa, warushwatul fashiyatu fil biladi, na rusha ambayo imeenea katika miji ni katika mambo ya ufisadi. Wa rubbama yaqumu alwasitu, na huenda akasimama mkati na kati, bimusawati, kwa ajili ya kule kupatana. Wa rubbama, na huenda yaqumu alwasitu, akasimama yule mkati na kati, bimusawamati arrashi, bimusawamati arrashi, kwa ajili ya kupatana na yule arrashi, manake yule mtoaji rushwa. Manake huenda akasimama mtu kati hapa kwa ajili ya kusukasuka mambo, ili mradi mwisho wa siku yule ambaye anayetaka kupewa rushwa au yule anayetaka kutoa rushwa akaitoa rushwa yake bila ya matatizo, bila ya shida. Manake baina ya huyu mtoaji rushwa na huyu, baina ya mpokeaji rushwa, katikati hapa akasimama mtu kwa ajili ya kusuka mipango, ili mradi ile rushwa iweze kutoka. Ni katika mambo ya ufisadi. Kwa hiyo anasema warubama, na huenda yaqumu alwasitu, akasimama yule mkakati, mkati na kati, bimusawamati rashi, kwa ajili ya kupatana na yule mtoaji rushwa, fi miqdari rushwa, katika kile kiwango cha rushwa, min ghairi hayai, pasina haya, wala khajali. Hayai na hiyo khajali atfu tafsiri, tafsiri sawa, bila ya haya na bila ya haya. Asema fala tara liyawma, hivi huoni wewe hivi sasa, huoni leo hii zama zetu hizi, humuone yule sahiba la haqi, yule mwenye haki, yule mwenye kustahiki kupata haki yake, yanalu haqqahu. Asema fala tara liyawma sahiba la haqi, hutamuona leo hii yule mwenye haki, bimaana yule anastahiki kitu chake, yanalu haqqahu, hutaona kuwa anapata haki yake hivi hivi bure tu. Asema illa idha qaddama ju'la, isipokuwa patakapotangulia chochote kitu, ju'la, chochote kitu, illa, isipokuwa idha qaddama, pindi atakapotanguliza, ju'la, chochote kitu. Manake huyu mwenye haki ili aweze kuipata haki yake kwa njia nzuri, basi lazima hapo kutendeke rushwa. Manake wewe unayetaka kupata haki yako, kwanza lazima utoe chochote kitu, ndio ju'la. Na ukiangalia ju'la kwenye masuala ya kifiqhi, kwanza kilugha tu ju'la peke yake wanasema ni kule mtu kukitoa kitu kwa sababu ya kufanya kitendo fulani. Ju'la maana yake, asema ismun lima yuj'alu linsani ala shay'in, ni jina ya kile kitu ambacho hupewa mtu au hutoa mtu ala shay'in, kwa sababu ya kufanya kitu. Bimaana mathalan huyu kafanya kazi fulani, mwisho siku ana jaala yake, hiyo ndio ju'la. Lakini kisharia, kilugha ni hivyo, na kisharia pia nao ina maana yake ile ju'la, ambayo ni iltizamu iwadhi maalumin ala amali muayyan. Maana yake ni kule kujilazimishia kutoa kitu ambacho maalum ni chenye kujulikanwa, ala amali muayyan, kwa sababu ya kazi maalumu, kwa sababu ya kazi ambayo imeainishwa. Maana yake ukifanya hivi, basi na mimi nitakulipa kitu kadhaa. Sasa hii rushwa hii inatoka bila ya mtu kufanya kazi yoyote, bila ya mtu kufanya jambo lolote. Maana yake jaala kama hii inatoka tu hize pasi na kulfa, yani pasi na kulfa yoyote. Kwa hiyo inakuwa ni mtihani, ni makosa hayo, ni dhambi, ni rushwa hiyo ambayo Mola Subhanahu wa Ta'ala ameikataza.
Fala tara al-yawma, hutaona hivi leo, sahib al-haqi, utamuona yule mwenye haki, yanalu haqqahu, atapata haki yake, illa isipokuwa idha qaddama ju'la, atakapotanguliza chochote kitu, liman indahu, kwa yule ambaye yupo mbele zake, wasilatu lihusuli, hiyo ndiyo njia ya ili kuweza kufikiria. Wasilatu ni njia, alhusuli ya kule kuweza kufikiria. Kufikiria vipi? Maanake kuweza kupata ile haki yake ambayo anaoitaka. Walau kana fi zawaji, hata kama imekuwa ni kwenye masuala ya ndoa, sababu masuala ya ndoa sasa hivi pia kuna mambo ya rushwa, masuala ya mahari, kutoa na kupokea. Haya yanakuwa baina ya makubaliano kati ya mke pamoja na mume. Bimaana mke yule ndio anatakiwa yeye mwenyewe ataje yale mahari ambayo atakayokubaliana nayo hayo, ili mradi yeye mwisho wa siku aweze kuolewa. Lakini kuna baadhi ya mambo chungu mzima ambayo watu wameyafanya kuwa ndio desturi, kuwa ndio kawaida. Sijui kuna wanaita mkaja, sijui kuna kilemba, sijui kuna kofi, sijui kuna nini. Kwa hiyo mambo kede wa kede, mpaka mwisho wa siku ule mume aona hivi, mimi naenda kuoa au naenda kununua? Kama kununua basi mtihani, lakini kama kuoa, mbona mambo yamekuwa mengi kiasi hichi? Kwa hiyo ni mtihani kweli kweli. Anasema walau kana fi ziwaji, hata kama rushwa kama hiyo imepitia katika mambo ya ndoa, imekuwa ni kwenye mambo ya ndoa. Wala tara, na wala hutaona, dha dhalama, yule ambaye mwenye dhulma, yatma'u fi raf'i dhalamatihi, anatumai katika kuiondoa dhulma yake. Wala tara, na wala hutaona, dha dhalama, hiyo ni dha dhalama, sio dha dhalama. Yule mwenye dhulma, yule aliyodhulumu yule, maana yake yatma'u, hutaona kuwa ana matumaini, ana tamaa, fi raf'i dhalamatihi, katika kuiondoa ile dhulma yake, anhu, kutokana na yeye. Hana tamaa kabisa ya kuondoa, bimaana ya kujiepusha na kile kitu ambacho amejidhulumu. Haya, amedhulumu kwa mtu mwingine, amemdhulumu mtu mwingine, illa birushwa, isipokuwa ni kwa rushwa. Maana yake mtu wewe mwenyewe kakudhulumu, lakini mwisho wa siku ili uweze kukipata kitu kama hicho, mpe kitu ili akupe. Qala sallallahu alayhi wasallam, tumesema laana Allahu, amemlani Mwenyezi Mungu, arrashi wal murtashi. Arrashi bi maana yule mtu ajirushwa, wal murtashi na yule ambaye mwenye kupokea rushwa. Wa qala ta'ala, na akasema Mwenyezi Mungu hali yakuwa ametukuka, wala taakulu amwalakum, na wala msile mali zenu, bainakum, baina yenu, bil batili, kwa ubatilifu, msizile mali zenu kwa ubatilifu. Watudulu biha, na mkazipeleka hizo mali zenu, ila alhukami, kwa mahakimu, litaakulu fariqan, ili lile pote, min amwali nasi, katika mali za watu, bil ithmi, kwa madhambi. Wa antum, na hali ya kuwa nyinyi mnajua, msifanye hivyo. يا خير خلق الله، يا خير خلق الله، يا خير خلق الله محمد.